Magenda, ni diwani wa kata hii ya Ibigi, ambayo ndani yake kuna taasisi ya shule ya msingi Bunyakasege ambayo ilipata maafa. Jambo la kwanza, nipende kuwashukuru sana wananchi wa eneo la Bunyakasege, kitongoji cha Iringa, kwa ushirikiano wao mkubwa sana ambao waweza kunipa. Nilipata hizi taarifa mapema na tumeshirikiana kuanzia hatua za awali tangu tupate taarifa, na mimi kama mwakilishi wao niweza kuzifikisha hizi taarifa kwenye mamlaka husika kwa ngazi ya wilaya na kwa mkurugenzi na kwa DC. Na nawashukuru sana kwamba wametupa ushirikiano mkubwa. Kamati ya maafa ilifika hapa, lakini Mheshimiwa DC pia alifika hapa na timu yake yote, mkurugenzi alifika kwa ajili ya kwanza kutathmini athari za maafa ndani ya shule hii. Nashukuru kwamba hizi taarifa zimekwisha kuwasilishwa kwenye mamlaka zingine za juu, lakini mimi niendelee kutoa rai na kutoa maombi kwa wadau mbalimbali ndani ya kata yetu, ndani ya wilaya yetu na nchi yote kwa ujumla, kwa maana kwamba tunao pia ndugu zetu ambao ni wakazi wa hili eneo, wanaishi huko mbali, wengine wamesoma kwenye shule hii hapa ya Bunyakasege. Naomba sasa tushirikiane wote, tuungane kwa pamoja, kwa sababu tunakimbizana na muda. Hakuna mtu anayepanga maafa, lakini imetokea, hatuna budi kulikabili kwa wakati, kwa sababu bila kufanya hivyo tutaathiri watoto wetu kitaaluma. Wataalamu wamezungumza hapa namna ambavyo wanajaribu kuweka angalau waweze kuwawezesha watoto wetu waweze kusoma, lakini haiwezekani. Na ukiangalia pia hata miundombinu mingine ya shule, ndani ya shule hii bado tulikuwa na vyumba viwili vya madarasa hapa ambavyo hata hali yake ukiangalia bado sio nzuri, haviwezi vikakizi mahitaji na matarajio ya wataalamu wetu, walimu, kwa maana walimu, ili waweze kufundisha wakiwa comfortable. Lakini niombe wananchi wako tayari kujitolea kwa nguvu kazi. Kama ulivyoona leo hii tulikuwa na kazi mbalimbali za kuandaa eneo kwa ajili ya kwanza kuweka msingi, lakini kikubwa ninachokiomba, kilio changu kikubwa, naomba sana wadau mbalimbali wajitokeze kwa ajili ya kuweza kutusupport, kutuchangia ili tuweze kukamilisha hivi vyumba vinne haraka iwezekanavyo, ili watoto wetu watakaoanza hiyo tarehe 13 pengine ndani ya mwezi mmoja tu tuwe tumeshakamilisha hivyo vyumba vinne vya madarasa. Asante sana. Udharura wa jambo husika, mimi kama diwani wa kata hii nimeshawasiliana tayari na mkurugenzi pamoja na watu wa idara ya mipango kuweza kuchukua hatua za haraka sana, ili tuweze kufanya namna yoyote, kutumia njia yoyote mbadala, ili tuweze kuleta fedha, tuweze kutengeneza hayo madarasa manne, lengo likiwa ni kuwawezesha watoto wetu kukimbizana na muda, ili watoto wetu kile watakapokuwa wanafungua angalau waweze kupata mahali kwa ajili ya kujifunzia. Kwa nitalibeba kwa uzito, na mimi kwa kushirikiana pia na wananchi, lakini pia na viongozi wengine ngazi ya wilaya, tutahakikisha tunatengeneza umoja na ushirikiano ili angalau hii hali tuweze. Kwa jina anaitwa Festo Brown Mwakajesi, mwenyekiti wa kitongoji cha Iringa au kijiji cha Iringa. Niko hapa shule ya msingi Bunyakasege kutokana na janga ambalo limekwenda kujitokeza la madarasa yetu manne kuanguka na upepo, na kama serikali tumechukua jitihada mbalimbali. Moja ni kuja mahali hapa kutengeneza hali halisi ili majengo yaweze kwanza kujengwa upya. Tumeanza michango ya dharura na nashukuru Mungu kwanza mpaka sasa hivi tuna tripu 3 za mawe na tripu 1 ya mchanga na kwa kuanzia, lakini tunaona kwamba kwa madarasa manne hatuwezi kufika malengo, hivyo tunaiomba serikali iweze kutunga mkono. Naitwa Benedetta Charles Mwipaja, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Bunyakasege. Tukio hili la maafa lilitokea tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2025. Nipende kumshukuru sana Mungu, maana tukio hili limetokea wakati wa likizo, wanafunzi hawakuwepo mazingira ya shule. Kwa hiyo halikuleta athari kwa mtu yeyote yule. Pili, nipende kushukuru uongozi kwanza ambao waliitikia kwa pamoja kuweza kushiriki katika hatua hii ya awali ambayo imekwenda kwa ajili ya kutoa vitu vyote ambavyo ni hatari kwa wanafunzi. Shule hii ya msingi Bunyakasege ilianzishwa mwaka 1976
na mpaka tukio linatokea lilikuwa na vyumba vya madarasa 8 na vimeathirika vyumba 4 vya madarasa, vilivyobaki ni vyumba 4 tu. Na shule hii ya msingi Bunyakasege ina idadi ya wanafunzi ni 235 na idadi ya walimu ni walimu 7. Rashidi Nkesa, naishi katika kitongoji cha Bunyakasege. Maafa yalitukuta tarehe 30 mwezi wa 12. Tukawa tunashangaa tu watoto wanakimbia kuja kutuambia kule shuleni madarasa yamedondoka. Na sisi tukashtuka sana kwamba kuna nini huko? Na nini? Na kweli upepo ulipita, migomba yetu ilianguka mingine. Yaani tulipata changamoto kubwa tu. Kumbe zaidi ya hapo shule yetu ni zaidi kubwa kuliko ya migomba. Maana migomba tutapanda itaota tena. Sasa kikubwa sana ni shule. Na mpaka saizi hatuelewi. Sijui tutafanyeje na tutaanzia wapi na tutamalizia wapi. Tunaiomba serikali itusaidie katika shule yetu ya Bunyakasege. Hatuelewi. Jina naitwa Meshak Samson Mwaereja. Mimi ni shuhuda wa hili tukio hapa Bunyakasege. Pia mimi ni mkazi wa kijiji jirani na hii shule. Hii shule tangia zamani muda mrefu haijawahi karabatiwa, haijawahi kuwa na darasa lolote la msaada, haijawahi kuwa na darasa lolote zuri. Na pia hii shule ipo mjini. Hii kata ni Ibigi, ipo ndani ya mamlaka ya mji mdogo Tukuyu. Kwa naomba ombi langu kama jirani, kama mdau, pia mimi mwenyewe kama shuhuda, serikali iangalie kwa jicho la tatu hii shule. Serikali angalau itilie mkazo kwenye hii shule. Mimi naona kwa mimi shuhuda au jirani wa hiki kijiji, naona ni aibu. Hii shule ipo mjini, ni aibu. Mimi natoka kijiji cha Sinike. Tuna shule nzuri ambayo ipo kijijini, lakini shule ipo mjini, ina wakazi wengi, ina watumishi wengi, lakini haswa miundombinu. Watu wanajifunzia kwenye sehemu mbaya, walimu wanafundishia sehemu mbaya. Nafikiri pengine wataalamu wakiwa kwenye sehemu mbaya, sidhani kama hata kujitolea kwao kwa 100% kunapungua. Pengine wanaweza kujitolea kwa 60% au 40%. Asilimia zingine zinaishia kwenye kogo. Twende. Pia kwenye hii shule ya Bunyakasege, katika kata ya Ibigi, kuna shule takriban kama 4, lakini hii shule kulingana pia na mazingira haya mabovu, nafikiri wataaruma, pengine wataalamu wa hii shule wanajitahidi sana. Ni miongoni mwa shule ambayo inaongoza kwenye hii kata. Nafikiri pia hii ndio tuliangalie kwa uzito zaidi, tuongezee taaluma ili ipande zaidi, tukiwaboreshea mazingira. Fursa tena ya kuweza kuzungumza ni kwamba baada ya kusikia hii taarifa ya kwamba shule ndio imeanguka, tukakaa pamoja na walimu kwa ajili ya kuweza kujadiliana kwamba tutafanyaje kwa ajili ya watoto wetu. Kwa hiyo tunaendelea kujipanga kwamba watoto wataendelea kusoma kama kawaida, elimu itakuwepo kama kawaida. Kwa hiyo ni kupeana tu supporta pamoja na kamati ya shule, pamoja na viongozi, diwani, mwenyekiti wa kijiji na wajumbe wa vitongoji. Kwa hiyo tutakuwa pamoja nao kwa ajili ya kutendeka. Alafu pia kwa ajili ya kuja hapa mahali hapa, watoto wataendelea kusoma, wataendelea kula kama kawaida jinsi ilivyokuwa hapo awali.